Viongozi kutoka katika mataifa ya Ulaya wanaamini kwamba NATO itaweza kusalia na kuwa sawa licha ya mashinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, ambaye ameeleza hayo. Ameonya hata hivyo kwamba baadhi ya nchi wanachama lazima ziwe tayari kufanya maamuzi magumu ili kufikia kiwango kinachohitajika cha matumizi ya ulinzi. Kaja Kallas amesema kwamba nchi za kimagharibi zimekuwa zikitegemea Marekani kwa kila kitu, lakini sasa zinapaswa kuchukua jukumu muhimu la kuweza kujitegemea. Katika mapambano dhidi ya nchi hasimu, lazima wahakikishe wanakuwa na ulinzi wa kutosha, anasema Kaja Kallas. Katika mahojiano na gazeti la kila siku la Uhispania El Mundo siku ya Jumatatu, Kallas aliulizwa kama NATO itanusurika muhula wa Trump. Akasema, "Nina hakika ni muungano wenye nguvu ulio hai na mzuri." Alijibu akiongeza kuwa mataifa wanachama ya NATO yamejitolea kutumia angalau 2% ya pato la taifa katika ulinzi kuanzia kipindi cha mwaka 2024 na hata wakati huu, kizingiti ambacho sehemu kubwa ya kambi bado haijafikia. "Ninasikia matatizo ambayo baadhi ya nchi yanakuwa nayo, lakini pia nadhani ni uongo kujiondoa katika hali hii bila kufanya maamuzi magumu na yasiyopendeza," alisema, akitoa mfano wa muda wake kama waziri mkuu wa Estonia, ambapo nchi hiyo ilipandishiwa kodi. Marekani ilitangaza kuongeza kodi ya 25% kwa mataifa ya Ulaya ambayo miongoni mwao ni wanachama wa NATO. Hata hivyo, kuongezeka kwa ushuru kwa bidhaa kutoka katika mataifa hayo ya Ulaya ambao pia ni wanachama wa NATO, kadhalika na kuyataka mataifa hayo kuongeza 2.5 hadi 5% katika bajeti kuiwekeza katika ulinzi, nako pia kumeyatatiza mataifa haya na kuona kwamba pengine ni wakati ambapo Marekani imeamua kuiacha kabisa NATO. Hata hivyo, Trump alitangaza huenda akajitoa katika NATO. Akishinikizwa kwa nini EU haipendekezi ruzuku ya moja kwa moja kwa wale walio nyuma katika matumizi ya ulinzi, Kallas alisema kuwa umoja huo lazima ulinganishe maslahi ya nchi zenye madeni makubwa na zile zinazochangia zaidi katika bajeti ya Umoja wa Ulaya. Ili kukabiliana na hili, EU imeanzisha hatua za usaidizi katika sheria za fedha ili kuzipa nchi wanachama nafasi zaidi ya kufanya kazi, ambayo inaweza kuzipa nchi chaguzi kadhaa za kuongeza matumizi, aliongeza. Tangu muhula wake wa kwanza, Trump amekuwa akiwasukuma wanachama wa NATO wa Ulaya kutumia zaidi kujihami. Wakati wanachama wa kambi hiyo walikubali kufikia kiwango cha 2% kwa mwezi wa Februari, rais wa Marekani alipendekeza kuwa wanachama wa NATO wanapaswa kuzingatia kutumia kiasi cha 5% ya pato la taifa kwa ulinzi. Mwezi uliopita alionya ikiwa hawatalipa sitawatetea, alisema kiongozi huyo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Trump alikuwa sahihi kuwataka wanachama wa Ulaya kuongeza matumizi ya ulinzi. Viongozi wa NATO wamesisitiza kuwa kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi kunalenga kuizuia Urusi wakati wa mzozo wa Ukraine. Baadhi ya maafisa wamependekeza kuwa Moscow inaweza kuanzisha mashambulizi kamili dhidi ya kambi hiyo inayoongozwa na Marekani ndani ya miaka michache. Rais wa Urusi Vladimir Putin amepuzilia mbali uvumi huo na kuwa ni upuuzi, akisema kuwa Moscow haina nia ya kufanya hivyo licha ya mataifa ya Ulaya kuwa na woga kwamba huenda yakashambuliwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.